na ametuhifadhi hata siku ya leo tumefika mahali hapa. Leo ni Jumapili ya tarehe 12 ya mwezi wa 10, ambayo siku ya leo katika taratibu na kalenda za kanisa la Assembly ni sikukuu ya idara ya wanaume. Kwa hiyo hata ni ajabu, unaona wale wenye sikukuu hakuna aliyefika. Kwanza wao ndio walitakiwa wangefagia leo, wangelala hapa kanisani kwa mujibu wa katiba, hata kuimba wangeimba wao kwa sababu ni sikukuu yao. Wangeweza kufanya tu mambo mengi, lakini naona hawajaje. Kwa hiyo asubuhi ya leo nataka tujifunze tu kwa kifupi, kwa sababu ni siku ya idara. Wale mnaoandika, hebu andika hivi: umuhimu wa idara kanisani. Wale mnaoandika, niliwahi kufundisha habari za idara, lakini sikuweza kumaliza kwa sababu ya wakati ule, na kwa sababu leo ni siku ya idara, na idara sasa iliyopo mbele ni idara ya wanaume. Lakini ndani ya idara ya wanaume kanisani kuna idara zingine pia. Mnaweza kusikiliza ni wapi mahali ambapo anaweza pakawafaa. Bwana Yesu asifiwe. Idara ni kitengo fulani ambacho kimewekwa ili kurahisisha utendaji. Hiyo inaitwa idara. Kitengo fulani ambacho kimewekwa ili kurahisisha utendaji. Andika, itakusaidia. Kuna siku moja utatumwa sehemu kafundishe watu. Hasa haya masomo huwa yanahitaji semina, tunaenda nayo haraka kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanasema kwa nini idara ziwekwe makanisani? Hivyo. Kwa nini idara ziwekwe makanisani? Namba 1, idara zimeundwa ili kugawanya majukumu. Kwa hiyo idara ya kina baba, idara ya kina nani, ya wamama waimbaji, idara ya maombi, kila idara ziko nyingi sana. Hata zingine tuliwahi kutengeneza hapa idara zikawa zimekufa. Tulikuwa na idara za uinjilisti mahali hapa, tulikuwa na idara za nidhamu ilikuwepo hapa, tulikuwa mnaita kamati ya nidhamu. Hizo zote ni idara. Kuna idara nyingi kufuatana na kanisa na kile ambacho mnasikia kuweza kufanya kwa ajili ya kuongezea, ili tu kuhakikisha tunarahisisha kazi ya Mungu isije ikalemea mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namba 2, kazi ya pili ya idara ni kuongoza roho za watu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Idara zinatakiwa ziongoze watu kwa ajili ya Yesu Kristo, kwamba kama katika idara yenu mnaona kuna watu fulani hawapo, ama mnaona idara fulani kuna watu fulani wameacha kuja kanisani. Kwa hiyo kazi ya idara ni kuhakikisha unawaleta kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo idara sio vikundi fulani vya maendeleo kanisani, kwamba labda idara zimewekwa kwa ajili ya kikundi fulani kirahisishe kufanya kazi fulani, bali lengo lake ni kuleta roho za watu kwa Kristo. Namba 3, idara zimeundwa ili kutoa ushauri kanisani na si utawala. Idara haina utawala wowote kwenye kanisa, kwamba kwa sababu ni idara ya wanaume inaweza ikatawala, ama ni idara ya wanawake, ama ni idara imetokea ya watu. Haijawekwa hivyo. Yenyewe kazi yake ni kutoa ushauri, na ikishatoa ushauri kanisani, kazi inayofuata ni ya kamati na kanisa kujadili hicho ambacho idara imeona kwamba
itakifanya. Namba 4, kazi nyingine ya idara ni kutunza umoja na ushirika. Umoja wa kanisa ni idara, ni kazi za idara kuhakikisha haziwi vyanzo vya migogoro kanisani, kwa sababu idara nyingi ndio zimekuwa vyanzo vya migogoro, kwa sababu zenyewe kwa zenyewe hazielewani. Zikiwa na mipango, labda ni mipango kwa ajili ya kufanya mambo ya idara, zenyewe kwa zenyewe hazielewani. Kwa mfano kama sisi leo tulikaa vizuri, tukakaa kabla, tukazungumza yetu kwa ajili ya siku ya idara. Watu hawaonekani, watu hawajawasilisha pesa zao, watu yani ndio hivyo. Sasa mkienda namna hivyo, idara inageuka kuwa kikundi tena cha migogoro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nasikia mtu mwingine anasema, mimi mambo ya idara mniachie, siyataki. Mimi ninasubiri kwenda wapi? Mbinguni. Si lazima niende mbinguni nikiwa ndani ya idara. Kwa hiyo huyo tayari ameshaleta vurugu. Akipata watu 2 watatu akawahubiria maneno kama yale, tayari watu wanaanza kufanyaje? Wanaanza kumwamini. Kwa hiyo ndio maana unaona idara kanisani zimekuwa kama marehemu. Si marehemu wa juzi juzi, yule marehemu ambaye hata ukifukua kaburi huwezi kuona mifupa yake. Zimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Hazikai vikao, hazitegemezi mchungaji, hazina mwelekeo, hazihubiri Injili, zinaangalia watu hawaji, hazijui, zinaangalia katikati, mbona mwenzetu haonekani. Idara zimelala, kwa maana ya kuwa kwamba kama zimelala ina maana zimekufa, hazijui wajibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo idara zilipowekwa kanisani, ziliwekwa kwa makusudi ya kurahisisha nini? Kurahisisha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Idara hizi ni nyingi mno, lakini nitatolea mfano tu mchache. Kwa mfano, kuna idara inaitwa idara ya mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa ya Kenya mengi sana yanasahau idara ya mawasiliano. Idara ya mawasiliano inatakiwa iwepo kanisani, ya kuwa kwamba kama kuna kitu, kama kuna jambo, kama kuna neno, ama kuna jambo mtu anataka alifikishe kwenye kanisa, ni lazima ahakikishe anaonana na idara ya mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Idara hiyo ndiyo mkubwa wa idara hiyo, ambaye ndiye afisa mkubwa wa idara hiyo. Huwa wa kwanza ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiyo afisa, yani mkubwa wa idara hiyo ya mawasiliano, ya kuwa kwamba kila mshirika wa kanisani atahakikisha ya kuwa kwamba namba yake iko kwa mchungaji. Kuna kitabu maalum kwa ajili ya nini? Ya mawasiliano. Msiba unaweza kutokea katikati ghafla, mtu anaweza kaugua usiku, mtu anaweza kapata shida yoyote, hata mkasikia katikati yenu kuna mtu amekamatwa, yuko tayari amekamatwa, yuko polisi. Lakini idara hii ya mawasiliano, kwa sababu tunamjua afisa wake ni mchungaji, tutahakikisha ya kwamba tunampelekea nini? Taarifa. Ukimpelekea taarifa, yeye anakaa na katibu. Lazima kutakuwa kuna katibu na mkurugenzi wa idara. Kwa hiyo watu hao wanarahisisha tu, unatumiwa message, jamani, kuna ndugu yetu hapa alikuwa anasafiri kwenda Kisii, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kufika, wamepata ajali na amevunjika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa linakuwa limepata, linajua ni nini sasa ambacho watafanya kumsaidia yule mtu, lakini mpaka kuwe na idara ya nini? Mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikawa nani ninauma, lakini idara ya mawasiliano haipo. Unamfikishia mtu mmoja, anapokea, sawa, naye anakuwa na majukumu mengi, anasahau. Baada ya kusahau, mimi nakuja hapa kanisani hamna habari. Sasa mimi nitalaumu, mbona nilimwambia mtu fulani awaambie kwamba nina changamoto, kumbe alikwambia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni kwa sababu kuna idara moja haipo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kazi yake sasa hiyo idara moja, kuleta uhusiano bora. Kazi ya hiyo idara.
Namba 2, kutoa taarifa ya matukio kwa wakati, kukumbusha mipango mliojiwekea kama nadhiri na mambo mengine. Kazi ya idara ya mawasiliano inakaa inakumbusha, kama sasa hivi tulivyo na mambo mbele. Kila wakati unakuwa unaona kwenye message ya simu yako ya kwamba mnakumbushwa mwezi wa 12 tutakuwa na jambo kwa ajili ya wachungaji na nini. Hawatangazi hapa, isipokuwa hiyo idara ya mawasiliano inafanya mawasiliano na watu wanakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na inasaidia mtu kukumbuka haraka, maana ukiachiwa muda mrefu, siku zikiwa chache ndio unashtuka. Lakini idara ya mawasiliano ikiwa inatoa mara moja, inahakikisha kwa kwamba mambo yanakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Idara hii ya mawasiliano ni idara ambayo pia inatakiwa iwe ndani ya waimbaji kwaya yoyote ama praise and worship, mpaka lazima muwe na idara ya mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mnawasiliana hata mkiwa nyumbani. Jumapili tutaimba wimbo huu na huu na huu, kutoka hapa na hapa na hapa. Wakati hapa unaimba, lazima muwe na mawasiliano, kwa sababu mkikosa mawasiliano ndio yale mambo unayoyaona. Mtu anaanza kuimba, ni wakati wa kuimba, huyu anaanza kuimba, mnaimba wawili, unasubiria mtu fulani atapokea, hapokei. Huyo wa kupokea yeye anaanza maombi wakati wa kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unaimba, unafikia hatua ya kwamba kuna mtu atakufanyia backup. Unasikia hiyo anakuambia, mfalme umetamalaki, Bwana umejisikirisha, wewe ni Mungu mkuu. Hauna mawasiliano. Kwa hiyo mnapokosa mawasiliano, mnavuruga ibada, kwa sababu yule anayeimba anapata hasira, kwa sababu anajiuliza mbona huyu hapokei. Sasa yeye ndio anajifanya muda wa kuimba yeye ndio anaomba, muda wa kuomba yeye ndio anaimba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha mnakuwa na mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Na idara hizi za uimbaji zinakutana na changamoto. Kwa sababu gani? Wengi wanashindwa kufika mbali sababu hazina upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Waimbaji mnapendana? Mseme ukweli. Kuna watu wengine unaweza ukawa unaimba, anasikia sauti yako ni mbaya, anakuja na kuambia tu hapo, ungempa maiki mtu mwingine, mpe mwingine. Mimi nimekwambia nimekuja kucheza show hapa, mimi namtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimpe mtu mwingine. Kwa sababu gani? Hakuna mawasiliano. Kama mna mawasiliano, mnajua mtu anayesolo vizuri ni nani, mnampanga mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo idara hizi kama idara ya uimbaji inaharibiwa na kukosa upendo, kiburi, dharau, maringo. Mtu analinga, usijisikii. Maana leo kakaa, kesho kajirudisha, mnampokea tu. Yaani idara zinakuwa zimekufa, hazina sheria. Mtu leo kaacha, kesho kajileta mwenyewe. Akijileta mwenyewe lazima aeleze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama mtu anajifaragua katika idara, akijirudisha mwenyewe kama alijitoa mwenyewe, mpaka lazima atoe maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu haifanywaji mtu unapotaka. Leo ni sali, kesho nisisali, ngoja nitoe zaka nisitoe, kesho nitatoa sijui nini. Hapana. Kazi ya Mungu inafanywa kwa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo idara ni nyingi, na hizi ni baadhi tu nitaziorodhesha hapa. Baadhi ya idara ambazo ninaweza kuzitaja, nimeshataja ya kwanza ya mawasiliano, inatakiwa iwe kanisani. Idara nyingine ya pili ni idara ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Idara ya nini? Usafi. Hiyo itamulika usafi tu. Hii tabia ya kukuta sijui viti vina buibui, kanisa lina buibui, unakuta wadudu wamekaa humu, mara ndani hapajafagiliwa, kanisa halipangwi. Kwa sababu gani? Hakuna idara iliyobeba huo mzigo. Wewe uliwahi kufikiria kupamba ile kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kukiwa na idara imetengwa kwa kazi hiyo, inamulika hapo, haipangiwi kitu kingine. Kwa hiyo yenyewe itakuwa inaangalia tu, kanisa limekaaje,
Siona hata hivi viti vinatakiwa siku moja, kama ingekuwepo idara ya usafi, vinatolewa nje, inaletwa maji, vinaoshwa kama vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Siona huku chini kama vingi vinakuwa vyeusi. Bwana Yesu asifiwe. Hizi meza hizi ambazo zimekaa na rangi iliyozeeka ni kazi ya idara ya usafi kuhakikisha inanunua kopo la rangi na kupaka hizo rangi, hizo meza rangi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna idara hiyo itashughulika hapo, lakini kuna idara ya wanaume, kuna idara ya wanawake, kuna idara ya vijana, na kuna idara ya watoto, na idara ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyingi na muda siuoni. Ni nyingi na muda siuoni. Nitataka tu nizungumze kwa habari ya idara hizi tatu, zingine tutaziacha. Na zenyewe nitaenda haraka kwa sababu ya muda. Nitaanza na idara ya wanaume kwa sababu leo ndio siku yao. Alafu nitafuata idara ya watoto, alafu nitamalizia na idara ya maombi. Idara ya wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Idara hii hasa ndiyo msingi wa idara zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba idara hii ndiyo msingi wa idara zote. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka wa 24. Inasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana, kwa maana mume ni kichwa, mkewe ni kama Kristo naye kichwa cha mkewe, kama Kristo yeye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo idara ya wanaume inatambulika kama idara ambayo ni nini? Kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mwanaume ametangazwa ya kwamba yeye ni nini? Ni kichwa. Mstari wa 24, lakini kama vile kanisa litiivyo Kristo, vivyo hivyo wake na watii waume zao katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wanaume idara yao ni kichwa. Ndio maana sehemu fulani Paulo akawa amezungumza ya kwamba siwapi ruhusa wanawake kuwatawala wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanamke hana ruhusa ya kumtawala mwanaume, si ndio? Si kwa Paulo, mpaka leo huwezi tawala mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo idara hii ni walimu wa kanisa. Yaani wao ndio vielelezo, ni walimu wa familia. Kama ni vile nilienda nyumbani nikaisahau katiba kule, tuliambiwa ya kwamba lengo la idara ni kuhakikisha kanisa na kijiji unachoishi injili ya Kristo inahubiriwa, usitukane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7, ya kuwa wanaume ndio walimu. Mtu alisomee hapo. Mtu alisomee Kumbukumbu la Torati 6 hadi 7. Twende haraka, hakuna muda, tumeshachelewa. Wasipendi nikae hapa sana. Kumbukumbu la Torati
6:6. Nasema hivi: na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna maagizo ambayo amepewa mwanaume, kuna maagizo ambayo umepewa kama mzazi, ya kuwa kwamba kuna maneno ambayo unatakiwa uwafundishe watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri unatakiwa kuwafundisha watoto wako nini? Ama uwaje kuwafundisha, wafundishwe na nani? Maana Kiswahili wanasema asiyefunzwa na mama yake hufunzwa na nini? Ulimwengu. Sasa usiwachie ulimwengu ukufundishie mtoto, kwa sababu huo ulimwengu ukikufundishia mtoto utakuharibia mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta bangi, atafundishwa pia ulimwengu yako. Wewe unatakiwa umfundishe mtoto wako katika maeneo yafuatayo. Andika maeneo ya kumfundisha mwanao. Namba 1, kama mzazi unapaswa kumfundisha mwanao uumbaji wa Mungu. Mwanao unamwambia sisi tu ni viumbe, yuko mkubwa mwingine kuliko sisi, hata huyo ni mwenye uweza, hata hivi unavyoona anatupenda akiwa tu mdogo. Unajua kwa nini tunapumua? Ni kwa sababu mkono wa Bwana uko kwetu. Unajua ni kwa sababu gani tuko hivi? Ni kwa sababu tuko hivi. Hata kama tuna changamoto, Mungu bado anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Umfundishe uumbaji wa Mungu. Umwambie sisi unavyotuona katika viumbe vilivyoumbwa vingi, viko vingi. Kuna tembo, kuna nyati, kuna nini, lakini sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi unamfundisha mtoto wako kwa habari ya uumbaji wa Mungu, ili akue akijua ya kuwa kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Namba 2, lazima umfundishe mwanao habari ya nguvu za Mungu. Warumi sura ya 1 mstari wa 20. Andika, hatutasoma sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ni walimu, idara zimewekwa, tunakuja hapa kila siku kufundishwa, tunahubiriwa. Kwa nini tunahubiriwa? Mambo ya idara hayaishi kanisani. Mambo ya idara tunapofundishwa tunaenda nayo nyumbani, kwa sababu kanisa linaanzia wapi? Nyumbani. Kule nyumbani kama huombi na watoto wako, ndivyo hivyo ulivyo, huna kanisa nyumbani. Kama ufundishi watoto wako habari za Mungu, unakuja hapa unajidanganya kwamba kuna kizazi mbele yako kitakachomjua Mungu, unajidanganya. Wewe utawafundisha uketipo, ulalapo, utembeapo na uingiapo. Utawafundisha watoto wako habari za Mungu, habari za uumbaji wa Mungu. Utawafundisha na kuweza kufanya mambo kuwa mazuri. Namba 3, tumia mifano mizuri kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mifano mizuri kufanyaje? Kama unafundisha usiibe, na wewe usiwe mwizi. Kama unafundisha watoto wako wasiwe wakorofi, na wewe usiwe mkorofi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unafundisha watoto wako wasitukane, na wewe usiwe mtukanaji. Kwa sababu wewe unaweza kuwa unafundisha watoto wako wasitukane watu, wewe majirani ndio wanakuheshimu kwa kutukana watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata juzi umetukana mtu, na wewe watoto wako wakitukana watu unawachapa. Warumi sura ya 2 mstari wa 21. Hiyo tutaisoma. Warumi sura ya 2 mstari wa 21. Warumi sura ya 2 mstari
wa 21. Inasema hivi: basi kama wewe wafundisha wengine, je, hujifundishi mwenyewe? Hilo ni swali. Kama mimi hapa nawafundisha nyinyi, sijifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe. Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu. Mstari wa 23. Wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa mwalimu wa watoto wako, unaanzia kwenye matendo yako. Unakorofishana na mume wako, mnatukanana, mnaenda hadi kulala, yaani hata walivyoona mlivyoondoka, umesahau hata simu, umesahau hata kitenge, umesahau kila kitu, mpaka unataka kukosea hata mlango. Wewe ndio unataka ufundishe watoto wako katika misingi ya Mungu. Biblia inasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Nini ndio umeelewa? Unarudi umelewa, hauambiliki. Jambo unalolifanya unalifanya mwenyewe. Na wewe ni Mkristo, na wewe ni mtu unayekuja kufundishwa kila siku. Kwa hiyo ikawa tunafundishwa Jumapili ile habari ya mbegu, kwa habari ya kwamba kuna mbegu ambazo huwa zinapandwa lakini zinamea kwenye mawe, si ndio? Kwa hiyo unakuta uko tu lakini hauna matunda. Kwa sababu gani? Wewe ndiye mwalimu wa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba, usitumie nguvu nyingi tu kuanza kufikiria nitawanunulia TV, nitawanunulia nini. Watoto wako wanalandaranda kama mbwa, hawajulikani wanafanyaga kazi saa ngapi, hawana program, wanaingia popote wanapotaka, mahali muda wowote, wako huku yuko huku, ukienda hivi yuko kule, yuko huku. Si eti nini, wameona kwako kuna uhuru wa kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huna sauti. Watoto wa kisasa, watoto wa siku hizi. Nani alikwambia siku hizi ndio dunia imeharibika? Wakati Sodoma na Gomora ule mwaka, familia ya Nuhu haikuwa salama. Dunia hata haijafikia uharibifu wa zamani. Wewe ndio umeshindwa kulea watoto wako, unaanza kusingizia eti kwamba jamani, hii dunia ya siku hizi. Kwani wewe sio mzazi wa siku hizi? Maana una amri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni kuhakikisha kila mtu anafundisha watoto wake, naye anakuwa mfano wa hicho anachokifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Hasa umekaa pale unakasirika, umeona mtoto anakunywa pombe, wewe ndiye mlevi kabisa, hata juzi uliokotwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utamfundisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo kubwa la idara hii ni kupata kanisa safi lisilo na maua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiwa na watoto waliofundishwa vizuri Mungu nyumbani, hawatakuja kutusumbua hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Tumewafundisha vizuri habari ya maonyo, habari ya adabu. Hapa ni sehemu ya kuja kusikiliza neno la Mungu. Tabia inafundishwa nyumbani. Kanisa haliwezi kufikia level ya kufundisha tabia mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona hapa ukiwaambia watu hivi, anaenda huko, akirudi hivi anapita huko, akipita huko anapitia hapa, akipitia hapa anakutana kule, tunaleta mgongano. Zinaonekana idara kama zimefanyaje, zimekosa mwelekeo, kulipatia kanisa lisilokuwa na mawaa. Kanisa lisilokuwa na mawaa. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka wa 27. Alafu tutapaacha hapo, utasoma tu wewe mwenyewe. Andika hapo. Hakikisha unamfundisha mtoto wako, moja, kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Fundisha mtoto wako kumtumikia nani? Mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Walikuwepo watoto kama wewe, wakina Yeremia, wao walitumikia kutoka tumboni mwa nani? Mwa mama yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wafanye watoto wako wawe utukufu wa Mungu. Hiyo ni namba 2. Namba 3, walee watoto wako kwa adabu na maonyo ya Bwana. Waefeso sura ya 6 mstari wa 4. Andika hapo, Waefeso sura ya 6 mstari wa 4. Namba 4, walee kulingana na mafundisho ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nitazungumza haraka kwa habari ya idara 3. Yamaliza wanaume na kuja ya watoto. Idara ya watoto. Walimu wa watoto msikilize vizuri, kwa sababu idara ya watoto inatakiwa ilelewe mapema katika hivyo nilivyokwisha kuwaeleza. Biblia inawatambua watoto kama hazina ya mbegu ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Idara ya watoto ni miche michanga, yaani ni miche ambayo imewekwa katika kitabu ikitarajia kuzaa miche mingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watoto wasipolelewa vizuri mapema katika misingi ya kimungu, hakuna kanisa la baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watoto ni mbegu za Mungu za kanisa la kuja kufanya kazi baadaye. Hao watoto unaowaona, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna wachungaji, kuna waimbaji, na kuna wengi wako ndani ya nini? Ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi ni mbegu za baadaye za kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima hawa watoto wahakikishe wanalelewa katika njia iwapasayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muda unaniacha, ninakwenda kama nakimbia kwa sababu muda unaniacha. Idara nyingine ambayo ni ya muhimu kanisani ni idara ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Idara ya maombi ni idara ambayo ni ya muhimu sana kanisani. Labda tuseme inaweza kufuatia ya pili itakuwa ni waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii idara ya waombaji ndio idara ambayo ndiyo msingi wa kanisa, ndio walinzi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wagonjwa humu ndani. Kuna wagonjwa ndani. Kwa hiyo idara hii katika Isaya 62 mstari wa 6 mpaka wa 7, ninaenda haraka. Isaya sura ya 62 mstari wa 6 na wa 7 unasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msiwaache wakae kimya, mpaka mtakapo ufanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo idara ya maombi ni walinzi wa kanisa. Bwana anasema, enyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya wala msimwache Mungu akae kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wana maombi wao wanapokuwa kanisani ni idara ya muhimu ambayo yenyewe itamkumbusha Mungu. Bwana, ulisema hutatupungukia, hutatuacha. Wewe ulisema hakuna adui atakaye kushinda, malango ya kuzimu yatalishinda kanisa. Lazima mkumbushe Mungu. Wakati kanisa limeyumba, lazima mkumbushe Mungu kwamba mbona tunaona hiki kitu kimeenda hivi sivyo. Anasema
watakuwa wenye kuhakikisha mpaka Yerusalemu inakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani kanisa linakuwa salama. Kwa hiyo kazi yao ya kwanza ni kuwa walinzi wa kanisa. Kazi yao ya pili ni kumkumbusha Mungu juu ya yale aliyoyasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kulifanya kanisa kuwa sifa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani wao ndio watafanya kanisa iwe nini? Sifa duniani. Na idara hii ina mambo ya majukumu. Namba 4 ni kuhakikisha wanaonya kanisa na kutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa changamoto zinazowakuta idara ya maombi. Hebu andika hapo, kuonya na kutia moyo. 58:1 Isaya. Sitasoma, sina muda. Sema, paza sauti yako kama tarumbeta, uwaeleze watu makosa yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa idara zote zinakufa kwa sababu gani? Changamoto inapoingia ndani ya idara inakufa. Zipo idara za maombi zimekufa kwa sababu ya changamoto moja. Je, wakati unapomletea mtu maonyo anayapokeaje? Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwana maombi akiwa na jambo zuri kwako, kwamba amekuja mzee wa kanisa, naam, Bwana ameniambia ya kuwa wewe unapenda kuinuliwa na baada ya miezi 3 utapokea gari. Haleluya. Bwana ametenda. Huyo aliyetumwa kwako mzee wa kanisa, Bwana amesema tengeneza mambo yako hayajakaa vizuri. Mtu ainua chuki, mtu hakusalimii, hataki kukuangalia. Sasa wewe uliye kwenye idara unaanza kujipeleka, alikuwa ni roho ama nini? Unajaribu kutafuta ustaarabu wa ujumbe wa Mungu. Ujumbe wa Mungu hauna ustaarabu, ila unauma mtu ama anapokea, wewe unafikisha unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ni juu yake kufanyia kazi ama kudharau. Hii ndio kazi ya idara ya nini? Ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wengi wanachukia na wanashindwa kupona kwa sababu gani? Mungu kuja kukuonya wewe hana ubaya na wewe, anakuhitaji akutumie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitamaliza na Isaya 30 mstari wa 8 hadi wa 10, na muda wangu naona kama unataka kuniacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninazungumza na idara zote. Idara ya kina mama mpo, idara ya vijana. Tumeambiwa kwamba vijana ni idara yenye nguvu. Nyinyi ndio ambao mnatakiwa msimame kubeba maono ya mchungaji na kuhakikisha mchungaji anafikisha maono yake, maana nyinyi ndio mna kazi ya kufanya kanisani. Wazee ni walezi na wakina mama wana mambo yao, pia ni wanategemeza mchungaji na kuhakikisha idara ile niliwaambia ya usafi wanajichagua wenyewe kuweka mapambo na kila kitu. Isaya 30 mstari wa 8 unasema hivi. Haya, enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao, uichore katika kitabu, ili liwe kwa ajili ya majira yatakayoamriwa kwa ushuhuda wa milele. Mstari wa 9 inasema hivi: kwa maana watu hawa ni watu wa uasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, tuhubirini maneno ya kutudanganya.
wana wa uasi. Hawataki kusikia. Hawataki kusikia waonaji. Hawataki kusikia waonaji wakiona. Yaani kwamba wakiona hawataki. Wanasema waambieni waonaji wasione. Mstari wa 10. Na manabii wasitoe unabii wa mambo ya haki, bali watu waambie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Idara ya waombaji, ndugu, ina changamoto. Unapoleta ujumbe wa maonyo juu ya mtu, idara ya maombi, unatuma ujumbe hata kwa mchungaji kama amejichanganya, unatumwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatumwa hata kwa mkubwa, hata kwa askofu. Unaondoka kwenda Kiligozi wewe mwenyewe na unamwambia na unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa changamoto inakuja. Unaweza ukaona badala umwambie mhusika, mnaanza kushauriana na watu. Unajua nimemuona fulani anavuta ugoro, alafu mhusika hamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Mhusika mnaona anazidi kudunda tuna dhambi zake na ukorofi, kama ni mchawi anazidi kudunda na uchawi, kwa sababu mjumbe alipewa ujumbe aufikishe kwa mtu. Kama Ezekia alivyoambiwa, kamwambie Isaya alivyoambiwa, kamwambie Ezekia atengeneze mambo ya nyumbani. Si alienda kamwambia na akatoka. Ndivyo ilivyo idara. Ni idara muhimu sana. Ni idara ambayo inatakiwa iwe na hekima kubwa zaidi, na iwe na ujasiri. Kati ya mambo yote, iwe na ujasiri wa kuhakikisha kile anachokizungumza Mungu juu ya mtu, huyo mtu kinamfikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikiliza idara ya maombi? Kwa hiyo idara ya maombi ni watu waliotengwa kwa ajili ya kazi hiyo ya maombi. Sasa haimaanishi kwamba huduma zingine zitakufa. Walimu wataendelea kufundisha na waimbaji wataendelea kuimba, wahubiri wataendelea kufanyaje? Kwa sababu tuna tofauti ya huduma, lakini roho ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya idara. Ninazungumza na idara taratibu. Sikutaka nizungumze na idara moja, ziko nyingi, lakini hayo ndio nimetumwa nizungumze na idara na changamoto za idara zinazosababisha idara kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo viongozi wengi wa idara wanakutana na changamoto, si ndio? Mimi hapa ni kiongozi wa wanaume, niko huko kwenye section, najitahidi na wasogeza, lakini wanazidi kwenda mbali. Sasa wanapozidi kwenda mbali, wakati mwingine mtu unafanyaje? Si na wewe mwenyewe unachoka. Unataka wawe hivi, hawawi hivyo. Unataka wafanye hivi, hawafanyi hivyo. Unataka wawe hivi, hawafanyi hivyo. Sasa unafanyaje? Si utachoka? Bwana Yesu asifiwe. Si utachoka? Unachoka. Unaona mtu anachoka kwa sababu ya mambo mengi. Sitamalizia, nasikia nilikuwa na vifungu vingine hapa pia, lakini hivyo vimetosha. Kwa hiyo mambo yote ya idara na kila kitu vinahitaji kuomba Mungu akusaidie, kuomba Mungu atendee na wewe, Mungu akujalie, akushike mkono. Unakutana na watu wenye tabia zao, unakutana na watu walioshindikana kwao, unakutana na watu walioshindikana kwenye ukoo, unakutana na watu walioshindikana kwenye taifa, halafu wewe ndio unawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapochaguliwa kama kiongozi wa idara, lazima uwe mtu wa maombi, umwambie Bwana nisaidie, Bwana nishikilie mkono kwa hiki kipindi ambacho nimeweza nitatembea katika hatua hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nazungumza na viongozi wa kesho na kesho kutwa, kwa sababu bado tunaenda mwaka mpya na viongozi wengine mtachaguliwa, si ndio? Kuna viongozi wengine mtachaguliwa, kuna wengine watapandishwa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wengine wataenda mbele, kuna wengine watasogea walipokuwa wengine. Wale mnaochaguliwa kuwa wapya, mambo haya hamtayaweza wenyewe. Hebu andika hiyo, itakusaidia. Kutoka 18:16 mpaka 20. Kulikuwa kuna mambo hapo Musa alikuwa akingangana nayo sana.
mwenyewe. Kutoka sura ya 18 mstari wa 16 mpaka wa 20. Itakusaidia wewe kiongozi utakaye kuwa kiongozi wa idara ama uliye kiongozi wa idara mpaka sasa. Labda kuna mambo umejaribu kuyatatua kwa akili na hekima na umeshindwa. Andika tu hiyo Kutoka na ukaisome polepole na Mungu atakusaidia. Kutoka sura ya 18 mstari wa 16 unasema, wakiwa na neno hunijilia mimi, naamua kati ya mtu mwingine, nami nazijuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mstari wa 18, mkwewe Musa akamwambia, jambo ulifanyalo si jema. Mstari wa 18, huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja na wewe pia, maana jambo hili ni zito mno, huwezi wewe kulitenda peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuongoza idara peke yako. Kuna wakati vikikushinda utamuona mchungaji atakushauri nifanyeje. Wewe kama ni wakina mama wamekushinda, usiogope kumuona mzee wa kanisa ama kiongozi mwingine, umuulize, nini mnafauluje? Bwana Yesu asifiwe. Hutaweza, utadhoofika, utakonda, utaichukia kazi ya Mungu kwa sababu jambo lilopewa ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Utaliweza. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Siku ya leo ninaomba tuishie hapo. Tumuombe Mungu atusaidie. Biblia inasema alaniwe mtu yule anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Inawezekana tunafanya kazi ya Mungu na tumeshalaniwa kwa sababu tunaifanya kwa ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaifanya chini ya nini? Ya kiwango. Kwa hiyo japokuwa tunaifanya, ndio tunaendelea kulaniwa zaidi kwa sababu tunaifanya kwa ulegevu. Tufunike macho. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni mfalme na ni Mungu unayetosha. Hii ni siku yetu ya idara na kuzikumbusha idara kama ulivyotufundisha Jumapili ya kuwa kwamba tulipanda mbegu katika maeneo mbalimbali. Hata Jumapili tukapanda mbegu, na Bwana tumerudi tena katika Jumapili ya leo kupanda mbegu tena katika idara. Kwa maana yawezekana zile tulizopanda zingine hazikuota na zingine zilikuwa bado ziko nje, na sasa tunazifunika katika udongo mzuri. Tunawakabidhi viongozi wote wa idara na kila mmoja aliyesikia neno hili akalifanyie kazi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu Mungu utatenda. Ni kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Karibu.